Kuna mambo kwenye maisha yako ambayo sio lazima uyatangaze, sio kwa sababu unaogopa watu, bali kwa sababu kuna vitu vinahitaji utulivu ili vikue. Kuna muda unatakiwa uwe kama mvua ya usiku, imenyesha, imebariki ardhi, lakini hakuna aliyesikia ikija. Watu wengi wana nguvu ya maneno, hawana nguvu ya matendo. Ukianza kuambia mipango yako mapema, watakupa mawazo yao, hofu zao na mashaka yao, na kabla hujajua, unakuwa unatengeneza nguvu zao badala ya nguvu zako. Wakati mwingine mipango ni kama jeraha linalopona. Ukilifungua litachafuka, lichelewe kupona au lipasuke tena. Sio kila mtu anayecheka na wewe anatamani uendelee. Wengine wanasubiri tu kuona ukianguka ili wajisikie bora. Wakati mwingine nguvu yako kubwa sio uwezo wa kusema, bali uwezo wako wa kuficha unachojua. Ukimya ni ngao. Ukimya ndio unaokufanya uamke kila siku asubuhi bila mashaka ya watu. Ukiwa kimya, unajenga polepole, unakuwa bila kelele. Unahifadhi kile kidogo ulichokuwa nacho, unapambana na mapepo yako mwenyewe. Kisha siku moja, bila hata sauti, utashangaa ulivyovuka sehemu ambayo palikuwa na giza, na watu watauliza, aliwezaje? Hawatajua kama ulikuwa unapigana vita vya moyo wako kimya kimya. Ulikuwa unajifuta machozi bila shahidi. Kumbuka hili, si lazima uionyeshe dunia unapopona, uonyeshe tu wakati umepona. Ukimya wako sio udhaifu, ni heshima uliotoa kwa nafsi yako. Ni njia ya kuilinda ndoto yako ambayo bado inahitaji kupumua. Mwisho wa siku, watu hawawezi kuzuia kile ambacho hawakujua kitatokea. Kumbuka, ukimya ni rafiki wa kweli ambaye hawezi kukusaliti. Ukimya ni lugha ya Mungu.